Afya Update. Afya Update. Hi friend. Hi my family. Namna gani mko poa watu wangu wa YouTube na platform zote ambazo zinapatikana za mitandao ya kijamii. Mimi ni Dr. Chilo na hii ni Afya Update. Leo nakuletea kipindi ambacho kinawagusa wanawake wengi sana patwa na mwasho kwenye maeneo ya uke au kwenye via vya uke. Sasa wanawake wengi sana wanakuwa wanapiga simu, "Dokta, najisikia kuwashwa sana eneo la uke, kwenye mashavu ya uke. Dokta, najisikia kuna harufu ambayo inakuwa inatoka ambayo haipendezi." Wengine wanakuwa na ute ambao unakuwa unatoka kama maziwa mtindi. Wengine wanatoka harufu ambayo inakuwa kama shombo ya samaki. Wengine wanatoka mpaka kuna damu ambako kwenye. Sasa leo nimekuja tuzungumzie sababu zipi zinazoweza zikapelekea mwanamke akawa anapata mwasho ukeni. Tunapozungumzia ukeni sio ndani kabisa kwenye uke. Tunaweza tukasema ni kwenye mashavu ya uke, pembezoni. Sasa maeneo haya yanakuwa yanapatwa na mazingira ya kunakuwa kunazungukwa na fungus na bakteria. Kwa hiyo maeneo haya yanalindwa, kuna vitu viwili au microorganism watatu: bakteria, fungus na normal flora. Hawa wote wako wana kazi maalum kwa ajili ya kulinda eneo hili, lakini mmoja wao akiongezeka au mmoja wao akipungua, kati ya bakteria au fungus wakipungua, wanaweza kusababisha mwasho eneo hili, au sababu nyingine ambazo ni external factors kama michubuko. Sasa nataka nikupitishe kwenye kila sababu kwa nini mwanamke apate mwasho kwenye via vyake vya uzazi. Na sio hali ya kawaida wala haipendezi, inatia aibu na pia inakosesha ile amani kwa binti. Sasa ili uweze kuungana nami, hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, utakuwa umeweza kupata ukombozi kwa hili changamoto. Sababu ya kwanza, tunasema kuna baadhi ya wanawake, hii ndio changamoto yao, wanasema wanaosha uke. Sasa sio kuosha tu, kama kuosha ni unatakiwa uoshe na maji ambayo ni mengi na masafi kwenye via vya uzazi na ukamaliza. Sasa kuna wanawake ambao wanakuwa wanajitia ujuaji zaidi kwenye usafishaji wao, wanachukua na medicated soap au zile sabuni ambazo zina kemikali kali, wanasafisha. Tunasema not kusafisha au kuosha, basi tunasema wanadeki uke. Kitendo hichi anakiwa anakiona kama ni kuweza kuzingatia mazingira ya usafi zaidi, anaweza kuwaasili hawa bakteria ambao na fungus ambao wako maeneo haya, wanakuwa wanalinda eneo hili Mungu mwenyewe alioweka kwa ajili ya usalama wako wewe. Sasa wewe unaenda kununua kemikali, wengine wanatumia mpaka limao, wanaweka shabu, wanachukua madawa, unachukua spray, wanapulizia maeneo haya. Kitendo hichi si salama kwa afya yako. Ukiwa unajizatiti kwamba unalinda au unapaboresha maeneo haya, Mungu mwenyewe alishapaboresha na kuwekea ulinzi wa kutosha ili usiweze kupatwa na magonjwa. Sasa kitendo cha kuanza kuosha uke kwa kutumia hizo kemikali, una spray, unapulizia spray, unaweka hizo shabu, unaweka hizo limao, unaanza kuharibu mfumo wa eneo hili. Ukishaharibu, kuna magonjwa yataanza kuibuka. Sasa ugonjwa wa kwanza, endapo utakuwa umewashambulia bakteria kwa wingi sana, basi fungus ndio itaanza kuibuka. Itakuwa na dalili zifuatazo: utapata mwasho, sawa. Cha pili, utakuwa unaona kuna ute unakuwa unatoka mzito kama maziwa mtindi, na utaambatana na huo mwasho. Sasa ukiona dalili hizo, ujue kabisa kwamba inaweza ikawa inapelekewa na fungus. Kitu kingine
ukiwashambulia kwa sababu ya kuendelea kuosha uke au kwa mazingira ya kuto ya kumeza madawa pasipo kupewa ushauri na daktari. Kuna wanawake wengi sana anapewa tu ushauri na shoga yake, kanunue antibiotiki fulani, anaenda kanunue dawa fulani kwa ajili labda anajisikia vibaya. Wamezoea azithromycin ambayo ni azuma, wanameza tu dawa, wanameza dawa. Yani akijisikia vibaya tu kwa namna yoyote, hataki tena kwenda kwa daktari. Shoga yake ndio daktari, au yeye akijisikia tu, au atagugo, au atajisikia hivi, atapata kwenda kununua dawa kwenye maduka dawa au pharmacy. Mwisho wa siku anajisababishia matatizo ambayo inaitwa bacteria vaginosis. Hii hapa itakuwa ni bacteria vaginosis. Bacteria vaginosis ina maana kwamba kwenye maeneo ya uke yameshambuliwa mpaka bakteria wote wamekuwa wamepotea, au sio wamepotea au wameshuka, kwa sababu eneo hili lina kama mizani, bakteria wawepo na fungus wawepo. Sasa mwanamke huyu anameza madawa antibiotiki nyingi sana za kutosha sana, mwisho wa siku anasababisha hadi bakteria ambao wanapatikana kwenye eneo hili la uke nao wanaweza wakafa. Wakifa basi ndio ugonjwa huo unasababishwa, unaitwa bacteria vaginosis. Utakuwa na present au unajionyesha kwa mwasho kwenye maeneo yake ya uke. Ukitokea huu mwasho huu unakuwa na harufu kali sana kama shombo ya samaki. Huu utakuwa na kama maziwa mtindi, uchafu utakuwepo, lakini harufu yake sio kali kama hii bacteria vaginosis. Bacteria vaginosis inakuwa na harufu kali sana kama shombo la samaki kabisa maeneo ya uke, huku ikiambatana na mwasho. Wewe dada, epuka kumeza antibiotiki pasipo kupewa ushauri na daktari. Usichukue tu dawa kwa sababu ushai kukusaidia ulivyokuwa unajisikia hali fulani na ukameza ikakusaidia. Unaweza ukawa unatibu tatizo moja lakini ukaibua tatizo lingine pasipo mwenyewe kujitambua. Ukimeza dawa za fungus kumbe ni bacteria vaginosis, shida itaendelea kuwepo pale pale. Au ukameza dawa za bacteria vaginosis kwa sababu utaendelea kuwashambulia wa bakteria, tatizo litaendelea kuwepo pale pale. Kwa hiyo usije ukajitibu fungus kama bacteria vaginosis na usijitibu bacteria vaginosis kama fungus, japokuwa dalili zinafanana. Daktari anaweza kukuambia hii ni bacteria vaginosis au ni fungus. Zote zina uchafu, zote zina mwasho, zote zina kuwa na majimaji ambayo yanakuwa yanatoa harufu. Huu daktari anaweza akakwambia kwamba huu mwasho wa design hii ni bacteria vaginosis au ni fungus. Kwa hiyo tuzingatie sana umezaji wa antifungal bila ushauri wa kidaktari na kuingiza vitu ukeni pasipo kupewa ushauri wa daktari, pia na kutumia antibiotiki kwa kiolela inaweza kusababisha changamoto. Wenda sababu nyingine ni mzio au allergy. Allergic reaction. Kuna wanawake ambao hawaingizi vitu ukeni, hawasafishi kwa sabuni maeneo yao ya uke, lakini unakuta miili yao au ngozi zao ziko allergic au zina mzio na baadhi ya pads au taulo za wanawake. Kuna baadhi ya wanawake akivaa taulo au akakaa nayo taulo kwa muda mrefu inamsababishia mwasho maeneo ya uke. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwa daktari ukasema kwamba naumwa napata changamoto ya mwasho ukeni, lazima ujue, je, siku ngapi nyuma au siku 3, siku 4 nyuma au siku 5 nyuma nishaitumia ped au nimekutana na mwanaume nikatumia aina fulani ya kondom. Kuna baadhi ya aina fulani ya kondom ambazo mwanamke akishiriki tendo la ndoa kwa kutumia hizo kondom inampelekea kupata mwasho mkali sana eneo hilo la uke. Kwa hiyo lazima mwanamke uchunguze, je, napata mwasho huu nilishiriki tendo la ndoa siku 2, siku 3 nyuma? Kama sivyo, basi kuna sababu nyingine inaweza ikapelekea.
Sababu nyingine tunasema kwamba ni dodging. Dodging inaweza ikatokea wanawake au mwanamke akaweza akawa anajiingiza vidole au vifaa vingine kama ni plastiki au vifaa vinavyofanana na hivyo kuweza kujiingizia maeneo yake ya uke. Akiwa anajiingizia mara kwa mara, inaweza ikampelekea sababu ya kuwa anapata miwasho mara kwa mara maeneo ya uke. Si bakteria, si fungus, lakini kwa sababu anakuwa anapitisha vitu ambavyo si sahihi kuingia maeneo hayo, basi inaweza vikampelekea kuwa anapata mwasho mkali maeneo hayo ya uke. Sababu nyingine ni magonjwa ambayo ni sexual transmitted disease, kama gono na magonjwa kadhalika ambayo yanasambazwa kwa njia ya tendo la ndoa, yanakuwa yana dalili ya hizo za kupata mwasho eneo hilo la uke. Kwa hiyo mwanamke lazima kuwa makini sana, usichukue tu dawa na ukaanza kumeza kwa sababu hujui chanzo kwa nini uke unapata mwasho. Ya mwisho tunakuja kuzungumzia michubuko. Michubuko hii inaweza ikawa inasababisha kwa wakati wa process ya tendo la ndoa, wakati wa kushiriki tendo la ndoa haukupata maandalizi kutoka kwa mwanaume ambao yalikuwa ni mazuri, ute haukutoka kutosha, mwisho wa siku ukapata michubuko. Kwenye michubuko huko kaingia na bakteria, ndipo itakuja kusababishia ukaanza kupata tena shida ya kupata mwasho. Kwa hiyo ni hizo tips au updates ambazo ni leo niliamua kushare na wewe, sababu zinazopelekea mwanamke akawa anapata mwasho kwenye maeneo yake ya uke. Kama unapata changamoto hiyo, nifuate kwenye WhatsApp kwa namba zangu ambazo zinakuwa zinapita hapo chini, na kuweza nikakushauri ni njia ipi sahihi, njia ipi ya kuweza kuzuia changamoto hii. Kama umeathirika na changamoto hii, unashindwa kwa wapi kwa kwenda kueleza, nipigie simu nami nitakusaidia kwa urahisi sana. Usiache kusubscribe na kushare video hizi ili wengine nao waweze kujifunza, na ukiipata video hii ushare na wengine ili uweze kuwa member wa kusaidia afya za Watanzania, afya za wenzako. Tupendane, tujali afya zetu. Bye bye. Afya Update.